Finali ya AFCON 2025 hii hapa, Senegal dhidi ya wenyeji Morocco. Of course timu zote mbili zimestahili kufika katika hatua hii ya finali. Senegal wamekuwa na michuano mizuri tokea siku ya kwanza, kutokea mechi ya kwanza. Ni moja ya timu ambayo imeweza kudefine ile art of football, kwa maana ya kwamba kubalance kati ya ushambuliaji na defense. Senegal ni moja ya timu ambazo zimefunga magoli mengi mpaka sasa hivi katika michuano hii ya AFCON, wakifunga magoli 12. At the same time wameruhusu magoli machache, moja ya timu ambazo zimeruhusu magoli machache, magoli mawili. Kwa upande wa Morocco, jamani, mnyonge mnyongeni, haki yake mpeni. Watu wamekuwa wakilalamika kwamba Morocco anabebwa, Morocco hivi, lakini kusema za ukweli kutoka moyoni mwako, mabwana, timu wanayo. Licha ya kwamba watu wanaona kuna upendeleo katika mechi za Morocco, lakini kiukweli timu wanayo. Morocco ni timu ambayo imeruhusu magoli machache zaidi katika michuano hii ya AFCON. Wameruhusu goli moja mpaka sasa hivi, na hilo goli moja lenyewe hawajaruhusu kwenye open play, ilikuwa ni penalty katika ile game ya Mali. Kwa hiyo unaweza ukaona hapo ni kiasi gani jamaa ambavyo wako vizuri hata defensive, kiachana upande wa ushambuliaji. Na pia Morocco ni timu ambayo imeruhusu kupigiwa mashuti machache yaliyolonga goli katika michuano hii ya AFCON. Wamepigiwa mashuti 5 mpaka sasa hivi katika michuano hii ya AFCON. Kwa hiyo defensive jamaa wako vizuri na attacking pia wako vizuri, wakiwa wamefunga magoli 9 mpaka sasa hivi katika mechi 6 walizocheza. So leo tunatarajia kuona finali kali katika historia ya michuano ya AFCON kwa sababu mbili. Cha kwanza, hizi timu zote ziko vizuri katika upande wa defensive, kwa hiyo itakuwa more interesting. Na hata ndugu zangu wawekezaji, hata unapoweka ule mkeka wako, kuwa makini usije kaweka goli nyingi bwana. Ama bwana wanajua kukaba. Morocco kafungwa goli moja na huyu Senegal kafungwa goli 2 mpaka sasa hivi. Kwa hiyo timu zote ziko vizuri katika ile hali ya kujilinda. Kitu kingine ambacho kitafanya mechi hii kuwa bora zaidi ni aina ya uchezaji timu zote mbili. Hizi timu zote zinapenda kukaa na mpira, zinapenda keep possession. Morocco wanapenda kukaa na mpira, kama tulivyoona kwenye game dhidi ya Nigeria, wali keep possession kwa muda mrefu zaidi na wana create chance nyingi. Lakini pia kwa upande wa Senegal vile vile wanapenda kukaa na mpira. Kwa hiyo tutashuhudia timu zote mbili watakuwa wanapokezana kukaa na mpira. Kwa hiyo hatutoshuhudia timu ambayo itapaki basi. So finali itakuwa very interesting kwa upande wa defensive na kwa upande wa kumiliki mpira. Upande wa Senegal, moja kitu bora ambacho wanacho Senegal hahitaji nafasi nyingi ili kufunga goli. Wanaweza kupata nafasi moja tu katika mechi, then wakaitumia hiyo kama kwenye game dhidi ya Egypt ambayo pia ilikuwa ni half chance. Sadio Mane akafunga goli, wakashinda 1-0, wakaenda finali. Lakini pia kwa upande wa Morocco, wenyeji Morocco, wao ni timu ambayo inapenda kutengeneza nafasi nyingi. Katika game dhidi ya Nigeria walitengeneza nafasi nyingi sana, lakini kitu ambacho kiliwafelisha, walishindwa kuzitumia. Kwa mfano katika kipindi cha kwanza walifaa kuondoka hata na goli 2. So hiyo ni moja ya strength na pia weakness ya wenyeji Morocco. Ukiachana na roho mbaya, wewe unaona timu gani itashinda? Ile fair tu. Unaona timu gani itaondoka na kombe leo? Morocco wenyeji au Senegal kwa mara ya pili?